Taarifa ya dharura kutoka Ikulu ya Tanzania imetikisa miamba na kuzua taharuki nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, nikiwa ni siku yako ya kwanza hapa. Tafadhali kumbuka kusubscribe. Taifa limezama katika simanzi huku historia ya sheria nchini Tanzania ikipoteza moja ya sura zake muhimu zaidi. Kifo kimetoa sauti ya mwanamke aliyesimama imara katika mifumo ya haki. Mwanamke aliyefungua milango ambayo wengi waliamini haikufunguka kwa urahisi. Ni tukio lililotokea ghafla jijini Dar es Salaam, tukio lililotikiza pumzi ama likatiza pumzi za wengi na kuacha pengo kubwa katika muhimili wa mahakama. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kufuatia kifo cha jaji mstaafu wa Mahakama Kuu Julie Manning, kiongozi wa sheria ambaye mchango wake umeacha alama isiyofutika katika historia ya haki na usawa nchini. Taarifa zinaeleza kuwa kifo hicho kimetokea eneo la Upanga jijini Dar es Salaam na ni tukio lililotikisa jamii ya wanasheria, watumishi wa mahakama na Watanzania kwa ujumla. Na katika mahakama na salamu zake za pole, Rais Samia ameeleza kuwa taifa limepoteza kiongozi aliyekuwa nguzo muhimu katika kuimarisha misingi ya haki, usawa na uadilifu. Ni maneno yanayobeba uzito mkubwa, yakionyesha nafasi ya kipekee aliyokuwa nayo marehemu katika kujenga mifumo ya haki inayoheshimu utu wa binadamu. Lakini nyuma ya taarifa hii ya majonzi kuna simulizi ndefu ya maisha ya kujitolea, simulizi ya mwanamke aliyependa ngazi ya taaluma ya sheria katika nyakati ambazo nafasi kwa wanawake zilikuwa finyu, simulizi ya ujasiri, udhabiti na mapambano ya kuvunja vizingiti vya kijinsia. Na katika kipindi chake cha utumishi alisimama kama alama ya mabadiliko. Alionyesha kuwa uwezo haupimwi kwa jinsia, bali kwa weledi, uadilifu na kujitolea kwa dhati katika kazi. Kwa miaka mingi Mahakama Kuu ya Tanzania imekuwa kitovu cha haki, na ndani ya kuta zake kesi zimeamuliwa, hatua za watu zimebadilika na misingi ya kisheria imejengwa. Ndani ya mfumo huu, mchango wa marehemu Manning ulikuwa sehemu ya mabadiliko ya kimfumo yaliyolenga kuimarisha uwajibikaji na haki kwa wote. Na katika historia ya Afrika Mashariki, nafasi ya wanawake katika mihimili ya dola haikuwa rahisi, lakini kupitia juhudi za viongozi kama Manning, taswira hiyo ilianza kubadilika. Wanawake wengi walianza kuona uwezekano, walianza kuona njia na walianza kuamini kuwa nafasi hizo zinaweza kufikiwa. Ni urithi huu ambao sasa unatajwa kuwa moja ya mafanikio makubwa ya marehemu: urithi wa kuhamasisha, urithi wa kufungua milango na urithi wa kuacha alama. Na katika salamu zake, Rais Samia ameweka wazi kuwa marehemu atakumbukwa kwa weledi na uadilifu wake. Sifa hizi mbili ndizo nguzo kuu ya taaluma ya sheria, na bila uadilifu haki kupotea, na bila weledi mfumo huporomoka. Na hivyo basi kumtaja marehemu kwa sifa hizi ni ishara ya heshima ya juu kabisa katika taaluma ya sheria. Lakini athari za kifo hiki hazipo tu katika kumbukumbu za kitaaluma, zipo pia katika jamii pana, na katika familia, katika wanafunzi wa sheria, na katika wanawake vijana wanaotazama mbele na kutoa ndoto za kufika mbali. Kwa wengi wao, jina la Manning alikuwa tu jina, lilikuwa ni alama ya matumaini. Na katika kipindi hichi cha majonzi, Rais Samia pia ametoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na watumishi wa kada ya sheria nchini. Hii inaonyesha kuwa msiba huu haujagusa familia pekee, bali umegusa sekta nzima ya sheria. Wito umetolewa kwa Watanzania kuenzi mchango wa marehemu kwa kuendeleza misingi ya haki, usawa na utawala wa sheria. Na huu ni ujumbe mzito, ni ujumbe unaolenga kuhakikisha kuwa urithi wa marehemu haupotei bali unaendelezwa. Na katika taswira ya kitaifa, kifo cha kiongozi kama huyu kinakuwa ni wakati wa kutafakari na wakati wa kujiuliza, je, tunalinda misingi ya haki kwa kiwango kinachostahili? Je, tunathamini mchango wa waliotangulia? Na katika ulimwengu wa sasa ambapo masuala ya haki na utawala wa sheria yanazidi kuwa muhimu, upoteza kiongozi mwenye uzoefu na heshima kama Manning ni pigo kubwa, ni pigo ambalo linaacha pengo ambalo halijazibika ama halitazibika kirahisi. Lakini pia ni fursa ya kujifunza, ni fursa ya kuendeleza yale aliyoyaamini, ni fursa ya kuimarisha zaidi misingi aliyosaidia kujenga.
Na upande wa kisiasa, ujumbe wa Rais Samia unaakisi msimamo wa sheria katika kuthamini mchango wa viongozi waliotumikia taifa kwa uadilifu, na ni ujumbe unaolenga kuunganisha taifa katika kipindi cha majonzi. Kwa upande wa kijamii, tukio hili linaendelea kuibua hisia za mshikamano, na Watanzania kutoka nyanja mbalimbali wanaungana katika maombolezo, na ni ishara ya heshima, ni ishara ya kuthamani maisha yaliyotumika kwa manufaa ya wengi. Na kwa upande wa mfumo wa sheria, huu ni wakati wa kuendeleza yale yaliyoanzishwa, kuimarisha taasisi za kulinda uhuru wa mahakama, kuhakikisha haki inapatikana kwa wote bila ubaguzi. Kadri siku zinavyosonga, maandalizi ya kumwenzi marehemu yataendelea, lakini zaidi ya sherehe na ibada, jambo muhimu litabaki kuwa ni namna gani taifa litachukua mafunzo kutoka maisha yake. Na katika simulizi hili kuna mwanzo na mwisho, na mwanzo wa maisha ni ya kujitolea na mwisho wa safari ya hapa duniani, lakini kati ya mwanzo na mwisho kuna urithi ambao utaendelea kuishi. Na huu ndio ujumbe mkubwa unaobaki, na kwamba viongozi wanaweza kuondoka, lakini misingi walioijenga inaweza kudumu milele. Na katika kumbukumbu ya Julie Malinga, taifa linaomboleza lakini pia linajifunza. Na katika ukimya wa majonzi, historia inaandikwa upya, jina lake kama mmoja wa waanzilishi wa njia mpya kwa wanawake katika sheria. Na mwisho wa siku, swali halibaki juu ya kifo chake, bali juu ya namna tutakavyoendeleza alichokisimamia, kwa sababu katika mezani ya muda, urithi wa haki haupaswi kufa. Ni hayo tuliokuandalia, mpenzi mtazamaji wa Kenyascope, chaneli yako ipendayo, na kuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kukubindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kusubscribe kwa taarifa kama hizi, na vile kuwa mmoja wetu. Na ukitaka kupokea taarifa hizi first hand, unachostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele, na hapo utakuwa unapokea notifications kila wakati tunapoweka video mpya, na bila shaka utakuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi.